mtanyoka tu tena vizuri sana. Msikizeni huyu. بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. Sasa ikiwa haya maulidi na maitima na mengineo katika bid'a sio uzushi aliokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam, naomba nisaidie Muislamu, uzushi uliokusudiwa hapa ni upi? Nenda kajiulize maswali haya. Ikiwa haya sio yale ya uzushi, basi uzushi huu aliokusudia Mtume sallam ni upi? Auliza ni bid'a gani ambazo kama Mtume alikuwa amezilenga hapa Ikiwa kweli ataka kuzijua, basi sikiza kwa makini sana. Mtazitaja nyingi ambazo wewe mwenyewe uko nazo, mwalazimisha mwatupatia kazi ya kuwafundisha, lakini tutawafundisha. Bid'a ya kwanza ni kumgawanya Allah subhanahu wa ta'ala katika tauhid, توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. uje uniambie Mtume aliyasema hayo, au je kuna sahaba aligawanya aqsamu tauhid, au je kuna tabiina aliyafanya hayo, ama khulafa ar-rashidin waliyafanya hayo? Ikiwa hawajayafanya, wewe wafanya kama nani? Na kwa nini mfanye? Hamuoni kama ni hatari kubwa sana hiyo kumgawanya Allah subhanahu wa ta'ala? Hivi wewe utosheki ukishaambiwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa Allah? Tuniambie kuna tauhidul uluhiyya, kwamba kuna tauhidi ya uungu, kisha kuna tauhidur rububiyya, tauhidi ya ulezi kwamba Mwenyezi Mungu ni mlezi na mengi mengi. Kisha tauhidul asma wa sifat, kwamba kuna tauhidi ya Mwenyezi Mungu, majina yake, ya majina na sifa zake. Ndugu zangu, hamuoni kama kuna hatari hapo? Yani huwezi niambia kwamba Mungu mpaka awe Mungu lazima awe na yote hayo. Ukishasema tu Allah subhanahu wa ta'ala ni Mungu, ushafanya vyote umevinasibisha na yeye. Mbona ugawanye? Yani ina maana kwamba kuna tauhidi ya Mungu kwamba ni Mungu, lakini haya mengine hayapo, yamepambanukana na yeye, kisha ndipo yaje yaunganishwe na yeye. Hakuna kitu kama hicho. Ukishasema Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni lazima awe na sifa ya ulezi, ni lazima awe na sifa na majina. Mwenyewe akasema walillahi al-asmaul husna. Kwa hiyo kumgawanya Mungu kwenye tauhid, hiyo tayari ni bid'a, tena dhalala, kwa sababu Mtume hakufanya wala hakuamrisha ifanywe, wala maswahaba hawakufanya. Wamgawanyaji Allah subhanahu wa ta'ala. Haitosheki yeye kuwa Allah, kuwa Mungu. Mungu gani huyo hana ulezi? Mungu gani hana sifa wala hana majina? Ni lazima Mungu awe na hizo sifa zote. Kwa hiyo ukisema tu Mungu, vyote vishaingia ndani. Si lazima utugawanyie hapa bwana. Lingine, kuhutubu juu ya member Kiswahili ama kuhutubu kwa lugha nyingine, ni wapi Mtume alifanya au sahaba alifanya? Tena ajabu, ukitaka kujua kwamba ni hatari. Khutba ya Ijumaa ni nguzo katika nguzo za swala ya Ijumaa. Mbona usiswali Kiswahili wewe katika swala? Ukaswali Kiswahili, tahiyatu ukaifanya Kiswahili, ile tashahudi ukaisoma Kiswahili, suratul Fatiha ukaifanya Kiswahili, nguzo zote ukazifanya Kiswahili. Mbona usifanye hivyo kama kweli yafaa? Lakini ukaona khutba ya Ijumaa uifanye katika lugha nyingine. Hakuna. Hiyo ni bid'a, tena dhalala. So taka kuzijua wewe, twende polepole. Bid'a nyingine, atafakhur, kujifakhiri. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema inna Allaha auha ilayya an tawadhu. Mwenyezi Mungu ameleta wahi kwamba nyinyi mfanye nini? Muwe na tawadhu, muwe wenye kunyenyekea baina yenu. Wewe dilele, unayo tawadhu wewe? Hata hizo darasa zako unasema ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasan. Niambie wewe, hiyo hikma na mau'izati al hasana iko wapi? Kuwatusi mashekhe, kuambia wenzako hawako sawa, wewe ndio uliokuwa sawa, kana kwamba ulienda akhera ukaenda umbia wewe uko sawa, kana kwamba Mungu alikuletea wahi akakwambia wewe uko sawa. Hiyo ndio bid'a. Hiyo katika bid'a kubwa, hiyo ni mojawapo. Atafakhur, fala tuzaku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa.
Si wataka kuzijua bid'a wewe? Utazijua, tunaenda na wewe vizuri vizuri. Kingine ni kuwalazimisha watu kufanya sunna. Mtume hakufanya wala maswahaba hawakufanya. Yani umlazimisha mtu lazima awe mtu wa sunna. Yeye yenyewe mpaka kuitwa sunna ni si kwamba ni kitu hakina ulazima. Mbona usiwalazimisha watu kufanya faradhi? Kisha bid'a nyingine kubwa ni kuwa wamtoa mtu katika Uislamu hali ya kuwa vigezo vya wewe kumtoa katika Uislamu hakuna. Hebu tuendeni haraka haraka tu katika ufahamu wa haraka. Nguzo za Uislamu ni 5, sio? Kila mmoja azifahamu. Vipi mtu nguzo za Uislamu 5 hajazikataa? Zote hizo zitekeleza zinavyotakikana. Kisha mwambie si Muislamu kwa sababu hajapata sunna au hajakuwa vile unavyotaka wewe, au kwa sababu tu amesoma maulidi awe kafiri, awe mushrik. Kwa sababu tu amemsomea maiti Qur'ani awe hafai, yeye si Muislamu tena. Kama si bid'a hiyo nini? Mtume hajasema wala kuna sahaba alosema. Wataka kuzijua bid'a, utazijua tu. Kuenda kinyume na mafundisho ya Allah na Mtume sallallahu kwamba mtu kudai Uislamu ama mtu kuwa Muislamu haitoshi mpaka awe salafia. Hiyo tayari ni bid'a. Waenda kinyume na mafundisho ya Allah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin. Hakusema wa qala innani salafi. La, min almuslimin. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Leo atuambia salafia. Leo alazimisha watu wote wawe watu wa sunna. Yani lazima mtu awe salafi. Hiyo ndio bid'a kubwa ambayo ipo.